Hoja yangu kubwa ya msingi nilitaka nijiridhishe na niulize kwamba kwenye kamati yao, je, wanaweza kuwa walijadili swala ambalo linahusika na mambo ya huduma za umeme kwenye maeneo yetu, hususan katika kata ya Imalinyi. Kuna siku mwaka juzi niliwahi hoji na nikatoa taarifa kwamba kuna nguzo ambazo zinahusika kwenye kata ya Imalinyi, kuna nguzo za mianzi ambazo wameweka za umeme, lakini walitoa taarifa kwamba wataenda kurekebisha na kwenda kubadilisha, na walijibu kwamba sio halali. Sasa ninapozungumza mpaka saa hizi zile nguzo bado zipo. Kwa hiyo nitaka wanithibitishie kwamba kamati hii, je, wao katika kujadili kwenye kamati yao hususan kwenye kitengo hiki cha umeme, je, wao waliona kwamba pengine, au kama waliliona, kwa sababu kwenye taarifa msijaliona, kama waliona, je, ni halali nguzo za umeme kuweka za mianzi? Kwa sababu kata ya Imalinyi na uhakika hata tukiondoka saa hizi na mheshimiwa mwenyekiti pamoja na mkurugenzi, lakini pia na pamoja na watu wa TANESCO, tukajiridhishe kwenye kata ya Imalinyi hata sasa hivi kuna nguzo za mianzi ambazo zina miaka 3 mpaka saa hizi bado zinaendelea kuwepo pale. Sasa je, kiusalama ni haki? Asante mheshimiwa, nashukuru, lakini naomba tuseme kitu kimoja. Mheshimiwa Landala mtoa mwongozo, hapa tuna watu wa TANESCO pia na watu wawezi tunao. Mimi nafikiri sasa swali hili kama mtalizia wajumbe tupie mtu. Karibu mheshimiwa mwenyekiti, nirejeshe hilo. Asante mwenyekiti. Na nimshukuru mjumbe kwa kutoa swali hilo, lakini yeye mwenyewe ameshasema kwamba hili jambo sio halali. Kuna sisi kama kamati tunaunga mkono kwamba sio halali, lakini kwa sababu ni jambo la utekelezaji unaendelea mwenyekiti. Asante mwenyekiti. Nashukuru. Mimi nafikiri karibu Mheshimiwa Mwenyekiti, unajua tunahoji kwa sababu kwenye taarifa kama walivyosema waheshimiwa waliopita kwenye hoja kwamba taarifa leo haipo ya kujadili mambo yaliyotekelezwa utekelezaji. Sasa akituambia kwamba linaendelea, tuitakiwa tujue, kwa sababu kama miaka huu saa hizi mwaka wa 3 bado ile mianzi ipo, tujue uendeleaji wake ukoje. Nitaka tu nijue hapo tu mheshimiwa. Nashukuru mheshimiwa mjumbe, naomba ili tutatolea taarifa. Karibu mheshimiwa Nyangala. Mheshimiwa mwenyekiti, hii ni dhambi nayo tutafuna, na ndio maana tulisema hebu tutarudi ndani tukalizungumze, tuwekane sawa, vinginevyo hapa tutatafuna wote, tutakwisha. Na mimi leo hii ndio maana naona nimekaa mnyonge hapa, maana naona sasa, la kwanza, kwa nini nakuwa mnyonge? Ni kwa sababu la kwanza vishikwambi vyetu ni network yake ni ngumu sana, kuipata ni wachache. Kwa hiyo hilo, lakini jambo la pili ni kwamba agenda hazijakaa kwenye mtiririko sahihi, na ndio maana sasa inafika sehemu unataka udandie, inakuwa ni ngumu kweli hiyo. Sasa hili nafikiri tutaliweka vizuri, lakini hili nilikuwa nataka nitoe nani mwenyekiti, kwa sababu ni swala ambalo yani ni zito kwa nafasi ya watu walioko Imalinyi, umeme kupita kwenye nyaya za kwenye nguzo za mianzi. Hii sasa hii inakuaje? Mimi nilikuwa nafikiri mwenyekiti ungewapa moja kwa moja nani TANESCO watuambie kwa nini umeme unapita kwenye wameweka nguzo za mianzi hivi, labda zipo kwenye nani, kwa sababu ni swala nyeti na ni muhimu, ni vizuri watupe majibu. Anatakiwa afanye juhudi za kuripoti ili wataalamu waje kwa ajili ya kurekebisha. Kwa hiyo ninashukuru kwa taarifa ya ripoti uliyoitoa kwenye baraza, nimeipokea kama mkuu wa wilaya, na ninawaagiza hapa kwa TANESCO kuanzia sasa wakitoka hapa waende katika hilo eneo kwenda kurekebisha. Lakini mwananchi yule ambaye labda alishikilia hiyo kwa kutumia mwanzi, basi pia apewe elimu siku nyingine asifanye hivyo, alipoti TANESCO. Jambo lingine, umeme hatuna na hatujawahi kuona mtaalamu yeyote wa TANESCO akitumia mianzi kama sehemu ya kusimamishia nyaya za umeme. La nyongeza ya hilo,
tunafahamu ya kwamba miundombinu yetu ya TANESCO inapojengwa kutokana na aina ya ardhi iliyopo, lakini wakati mwingine mvua zinazonyesha na wakati mwingine upepo, inapelekea zile nyaya katika baadhi ya maeneo kulegea, na huwa TANESCO pamoja na sisi wenyewe tunasisitiza mahali popote utakapoiona nyaya ya TANESCO aidha iko chini, imelegea au haiko katika utaratibu unaotakiwa, awe ni mtoto awe ni binadamu, asiguse.